wanaomba kwa ibada za sanamu na mambo kama hayo, hawa wanamtegemea Mungu anayemwabudu. Lakini sisi tunatakiwa kumwabudu Mungu aliye kweli kwa maombi, kwa sababu tunapomuomba Mungu, Mungu anajibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hata Yesu mwenyewe alikuwa muombaji. Kuna mahali aliwaacha wanafunzi wake wamelala, akaenda akapanda mlimani akaomba, akamtukuza Mungu, akamwambia Mungu, najua unaweza kuniponya, kuniondolea hiki kikombe. Kuna muda aliacha wanafunzi wake akaenda akamuomba Mungu, na tunaona jinsi gani Mungu alivyomfariji. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Anasema maombi yanaonyesha umuhimu, unyenyekevu mbele za Bwana. Na jambo lingine, jinsi gani tunaweza kumtukuza Mungu ni kwa kushuhudia. Haleluya, kushuhudia imani, kushuhudia imani kwa matendo ambayo Mungu anakuwa amefanya, kushuhudia watu wengine, kuwaeleza watu wengine habari za Mungu. Tunaona Daudi katika kila jambo ambalo Mungu alikuwa amemtendea kwenye maisha yake alilisema, alijieleza, alilizungumza. Na hapa ukisoma kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 4 anasema, na alimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaeleza, anapenda kushirikisha watu wengine habari za Mungu, anapenda kuwaambia watu wengine, anashuhudia katika kila jambo ambalo Mungu amemtendea. Anasema, na alimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Maanake anawatia moyo watu ambao bado wamekata tamaa, watu ambao bado wamechoka. Na sisi Mungu anapotutendea mambo, lazima turudi mbele za Mungu tumshukuru. Pengine kuna watu wanapita katika changamoto fulani fulani, pengine kuna watu ambao wanapita katika hali fulani ambayo inamhitaji Mungu. Unapomshukuru Mungu ama unapozungumza na mtu mwingine kwa habari ya yale mambo ambayo Mungu amekutendea, inakusaidia, haleluya, kumtangaza Kristo kwa watu wengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivi hamjawahi kuona kuna nyakati unapita umechoka, lakini anatokea mtu anakutia moyo, anakuambia hili jambo ni dogo, Mungu anaweza. Hujawahi kuona kitu kama hicho? Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe washuhudiaji katika mambo ambayo Mungu anatutendea. Hata sisi leo tunamshukuru Mungu kwa yale mambo ambayo ametutendea. Tumemwona Mungu akituvusha katika lile kongamano. Haleluya. Kulikuwa na uhitaji wa fedha, kulikuwa na uhitaji wa watu, kulikuwa na vitu vingi ambavyo tulitamani tumuone Mungu akitugusa, lakini tumemwona Mungu kwa ukubwa ule ambao hatukutarajia. Kwa hivyo lazima turudi mbele za Mungu kwa shukrani. Daudi akasema, wakamwelekea macho wakatiwa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko tayari kumshukuru Mungu kwa maneno yetu. Tumemwona akitusaidia. Hatukusikia vikwazo vya aina yoyote wala magonjwa. Hatukusikia makwazo ya aina yoyote njiani. Mungu alitubariki pamoja na mvua kubwa iliyonyesha. Bado watu walikuja, bado tulimuona Mungu. Tuseme nini mbele za Mungu? Haleluya. Tuseme nini mbele za Mungu? Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Tuko tayari kumuita Bwana, kumshukuru Mungu kwa yale matendo aliyotufanyia. Maana ibada hii ni ibada ya shukrani. Tunamshukuru Mungu. Na wewe mshukuru Mungu pamoja nami. Najua yako mambo mengi ambayo Mungu amekutendea kwenye maisha yako. Wakati wengine wanalia, wewe Mungu anakusaidia. Wakati wengine wamechoka, wewe bado anakupa nguvu. Wakati wanatamani urudi nyuma, wewe Mungu bado anakusaidia, unaendelea mbele.
Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumsifu Bwana, lazima tumshukuru Mungu, lazima tumtukuze Bwana katika yale mambo ambayo ametutendea. Lakini pamoja na hayo bado tunamhitaji Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akasema maskini huyu aliita na Bwana akasikia, akamuokoa na taabu zake zote. Watu wa Mungu, Mungu anasikia. Haleluya. Mungu anatenda, na anapotenda basi turudi mbele zake kwa kushukuru, haijalishi ni mazingira gani. Ndiyo maana hapa tumeona ni namna gani tunaweza kumsifu Mungu au kumwabudu Mungu au kumrudishia Mungu sifa na utukufu. Haleluya, watu wa Mungu. Tumeona jinsi gani tunaweza kumwabudu Mungu. Tunaona jinsi gani tunaweza kumtukuza Mungu katika yale mambo aliyoyatenda. Kwa haraka nimesema jambo la kwanza, kufanya ibada. Haleluya. Tunamtukuza Mungu ama tunaonyesha shukrani zetu kwa kufanya ibada mbele za Mungu. Pale tunaliadhimisha jina lake, tunaonyesha ukuu wa Mungu, tunaonyesha uaminifu wa Mungu, tunaonyesha baraka za Mungu, tunaonyesha jinsi Mungu alivyo mwema kwenye maisha yetu. Kwa hivyo tunamtukuza Mungu kwa kufanya ibada. Ibada makanisani, ibada nyumbani, ibada za jioni, ibada za usiku, ibada za asubuhi. Pale pote tunamtukuza Mungu kwa kuwa Mungu ndiye kiongozi wetu. Haleluya, haleluya. Lakini nimesema jambo la pili, tunamtukuza Mungu kwa matendo mema. Matendo yetu mema yasomeke, watu waone. Haleluya. Watu waone kwamba Mungu ni mwaminifu, Mungu kweli ni mwema, Mungu kweli umekubali kutembea na yeye kwa matendo yako. Yaani watu wakikuona kwa matendo yako basi waseme kweli Mungu yupo pamoja na wewe. Na matendo yako yanaposomeka vizuri mbele za watu, maanake unakuwa umemtangaza Kristo na ndani yako tayari umelitukuza jina la Bwana kwa matendo yako. Na jambo lingine nimesema kwa maombi. Haleluya, haleluya. Kwa maombi, unapokuwa mtu wa maombi, watu wa Mungu, unatengeneza ukaribu na Mungu, unatengeneza ushirika na Mungu. Kuwa mtu wa maombi, Mungu anakubariki, anakutendea miujiza. Tunaona Daudi anasema maskini huyu aliita. Maskini ni muhitaji. Maskini ni yule mtu ambaye ana mahitaji, sio maskini wa kukosa chakula au viatu au nini. Maskini mwenye uhitaji mbele za Mungu. Anasema maskini huyu aliita na Bwana akasikia. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe katika maombi Mungu anasikia. Una mahitaji mengi mbele za Mungu, omba. Una mahitaji mengi mbele za Mungu, muite Mungu, fanya. Mungu mwema atasikia. Sasa una mahitaji mengi lakini wewe huna maombi. Halo? Huna maombi, sio mtu wa ibada, ni mtu wa kulalamika. Muda wote umechoka, muda wote umekata tamaa. Watu wa Mungu, ni ngumu kupokea mbele za Bwana. Haleluya. Tuwe watu wa maombi. Anasema mkiomba neno lolote kwa jina langu nitafanya. Na watu hawapati kwa sababu hawaombi, hawana maombi yoyote kwenye maisha yao. Sisi tunatamani tumtukuze Mungu kwa maombi. Haleluya. Anapotenda tuombe, anapofanya jambo tuombe kwa kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Na jambo lingine nimesema tunamtukuza Mungu kwa kushuhudia imani yako kwa watu wengine. Yaani kile unachokiamini, kile ambacho unakitegemea kwa Mungu kinaonyesha wewe unamwamini Mungu, unamtukuza Mungu katika kile ambacho unakiamini kwa unyenyekevu wako na kwa kumheshimu Mungu kwako. Kuna wafanya watu wengine wapende kujifunza kutoka kwako, na kwa kutumia wewe jina la Mungu linainuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunamtukuza Mungu kwa kuepuka kulitumia jina la Bwana vibaya. Bwana Yesu asifiwe.
Tunamtukuza Mungu kwa kuacha kulitumia jina la Mungu vibaya, kuweka mizaha. Kuna watu wanafanya mizaha mbele za Mungu, wanasema uongo. Yaani anajua kabisa anadanganya, lakini bado anaapa. Tusilitumie jina la Bwana vibaya. Haleluya, watu wa Mungu. Tuko tayari kumtukuza Mungu katika yale mambo ambayo ameyatenda kwetu kwenye kongamano. Haleluya. Tuko tayari watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko tayari. Tumemuona Mungu. Wangapi walikuwepo? Haleluya. Tulimuona Mungu, si ndio jamani? Tuliuona uwepo wa Mungu. Tulimuona Mungu akitugusa. Tulimuona Mungu akitenda. Lazima turudi mbele za Mungu kwa shukrani.